Karibu tena kwenye ulimwengu wa siasa, mtazamaji wangu popote pale ulipo. Mimi natumai unaendelea vizuri kabisa, lakini pia niseme asante kwako wewe na wote ambao kila mara tunakuwa pamoja hapa Double Updates. Hatimaye bei ya mafuta imepanda, na kwa mtu ambaye anauliza kumeendaje, ile super petrol wameipandisha na shilingi 29 kwa sababu ni 28 na senti zingine hapo 69 kwa kirondofu. Ukiingia pale kwenye kituo cha kupigia mafuta watakudai 29 zaidi ya hiyo ambayo umekuwa ukilipa kwa kila lita. Lakini pia wale wa diesel, kwa sababu kuna magari ambayo yanatumia diesel, wale wa diesel wameongezewa na shilingi 40. Yani kwa kila lita, pesa ambayo umekuwa ukitoa kwa kila lita itabidi umeongezea na 40. Sasa kwa ufupi kabisa ndo uelewe hapa kinachoendelea ni kwamba super petrol sasa hivi kwenye vituo vingi utakuwa unauziwa lita moja shilingi 206 na senti kadhaa tu 97. Kwa hiyo yani ni kama 207. Alafu diesel utakuwa unanunua kwa lita shilingi 206 na senti zingine kama 84. Kwa hapo toa kama 207 hivi kwa kila lita ambao utakuwa unanunua diesel kwenye kituo cha kupigia mafuta pale. Lakini mafuta taa bado ipo na utakuwa unainunua kwa lita shilingi 152 senti zingine 78. Na hii hapa itaenda mpaka Mei tarehe 14 mwaka huu, mwaka 2026. Yani hesabu kama mwezi hivi. Hizi ndo bei ambazo utakuwa unapatana nazo ukiingia kwenye kituo cha kupiga mafuta, na hii ni taarifa ambayo ni muhimu sana kwa watu wengi ikiwemo wafanyabiashara, lakini pia vile vile kwenye swala la usafiri. And bila shaka changamoto zipo na zitaendelea kuwa, na nilikuwa naona asubuhi wakati taarifa zenyewe zilikuwa zishatufikia, bei za usafirishaji wa vitu umepanda. Hata sisi wenyewe ambao tunapanda matatu bei tayari zishakuwa juu kabisa. So bila shaka wananchi wanaongea mambo mengi tofauti tofauti. Reactions ni nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu tunapata vitu tofauti kuhusu ongezeko la bei ya mafuta. Serikali ikizungumza kwa upande wao, lakini pia vile vile tunashukuru sana viongozi wa upinzani, kwa sababu na kwa upande wao wametusaidia sana kujua vitu vingi sana ambavyo tulikuwa tunajua. Kwenye hii video nitakuelezea mtazamaji wangu changamoto gani hizi ambazo tutakuwa tunapitia baada ya bei hizi hapa kubadilishwa au kupandishwa zaidi. Lakini pia vile vile nitakufahamisha, na narudia tena, tunawashukuru sana viongozi wa upinzani, akina Ndindi Nyoro, akina Rigathi, akina Kalonzo, akina Matiang'i, wanatuletea za ndani, huaga tunasema hivyo mtaani, za ndani, yani zile ambazo serikali sidhani kama inaweza au inaweza ikatamani wewe ujue, mtazamaji wangu. So kwa sasa hivi kwa dakika hizi hapa ambazo tumefika, mtazamaji, nilitaka sana kukupa maneno ya Opiyo Wandayi ambaye aliamua kukimbia kwa sababu ilikuwa vigumu sana kwa address hata watu huko Nairobi na sehemu hizi zingine. Ikabidi aende mpaka nyumbani kwake, umeelewa, kuizungumzia swala hili hapa la mafuta, kwa sababu lazima angeongea yeye kama waziri wa energy, lazima angezungumza kwa sababu watu wanauliza maswali mengi sana, na Wandayi huko ilibidi ndo aongelelewe kwa sababu yuko nyumbani. And unajua mcheza kwao mara nyingi huwa hapatani na shida nyingi, sio kama unanielewa. So akaona the safest place ambayo angeenda kuzungumza ni huko nyumbani kwao, na hata sio sehemu hizi zingine pale, kwa sababu anajua anaweza ka control, ikawa rahisi sana. Lakini vitu ambavyo alikuwa anazungumza pale kiukweli, Wandayi kidogo imekuwa ni vigumu sana kumwamini. Hebu msikilize kwanza hapa CS wa Energy Opiyo Wandayi alichokisema huko nyumbani kwake baada ya kukimbia kwenda kutoa statement nyumbani kwake. Wacha niseme hivi, jana usiku tulikuwa na mambo mengi sana. Mimi wiki 2 iliyopita au wiki 1 iliyopita nilikuwa United Arab Emirates, nikaenda Dubai na mishowe nikaenda Abu Dhabi. Ile
vita iliyotokea nchi ya Iran ni vita ile haijawahi onekana dunia hii. Hebu kumbukeni ya kwamba ukienda Dubai au Abu Dhabi hakuna hata watu barabarani. Hakuna watu barabarani. Na usiku watu wanakaa ndani ya nyumba na kutoka nje. Ile vita. Ndio sababu tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie hiyo vita iishe. Kwa sababu hiyo vita isipoisha, dunia nzima itaendelea kuwa na shida kubwa sana. Jana muliona bei ya mafuta yakaongezeka, lakini msiwe na wasiwasi. Wacha niwaambie hivi. Hiyo bei hata ingawa iliongezeka vile iliongezeka, serikali kuu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto ilichukua mikakati kabambe. La kwanza, tukaweka subsidy ya shilingi 6.2 billion. Hiyo bei ingeenda juu zaidi ya mafuta. Lakini kwa sababu Mheshimiwa Rais akatuarifu ya kwamba tuweke subsidy kutokana na Petroleum Development Levy 6.2 billion, ikapunguza hiyo gharama. La pili, serikali kuu ikapunguza ushuru ya VAT kwa mafuta ya petroli kutoka 16% hadi 13% for 3 good months. Na la tatu, Mheshimiwa Rais akatoa amri ya kwamba hata ikiwa bei ya diesel na petroli itapanda, bei ya mafuta taa isipande hata kidogo. Kwa sababu bei ya mafuta taa ni ile kitu wananchi wa kawaida wanatumia kila siku. Dongenye uneno. Koronyo wa wacho. Ni wach mar mafuta kato idho. To wan ga dieran lwenye ni korumo bei dhi duogo piny. Wanyere uru. Nikech mal lwenye mako piny mangima. La mwisho, wacha niseme hivi. Mnajua mimi kabla baba Raila Amolo Odinga kuaga dunia, alinipendekeza kwa Mheshimiwa Rais William Ruto niteuliwe kama waziri wa kawi. Wacha niseme hivi, kwa wale ambao wako na wasiwasi, ile shida ndogo ndogo mnasikia, the small noises you are hearing, we are going to deal with it conclusively. We have got very powerful and very dangerous and entrenched cartels in the oil industry. And President William Ruto has given me instructions to deal with those cartels decisively. What you are seeing, what you are hearing is basically but a fight back by those cartels. Those cartels must get to understand that their time is over. The government of President William Ruto and the Ministry of Energy under my leadership are going to deal with those cartels once and for all. Because those cartels have become so powerful and so daring that they think they can even influence narratives in public discourse. They are so daring that they don't want to hear of anything to do with reforms in the sector. They are so daring that they don't want anything to do with fair play. But let me tell you, under the guidance of the president, your days are numbered. Let Kenyans rest assured that the energy and petroleum sector is stable and the interest of wananchi is going to be taken care of. Koro katieko. Alwa nyiso gimoro. Ni onge wan joluo wasebedo chandruok higni mang'eny ahinya. Kendo sigomre ka gi ugunja mangima. Chandruok mwasekale uwegi ung'eyo. To wasechandre higni gi te ka wamanyo loch mar piny
kumhawi maraja tendwa Raila Amolo Odinga yando wewa kapodo president. Lakini ukweli ni kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto kwa muda mfupi ambayo tumefanya na yeye kazi, sisi kama mawaziri wake kutoka kwa chama cha ODM na sisi kama wananchi kutoka eneo hili, Mheshimiwa Ruto ametuonyesha urafiki wa kweli. Yeye ndiye rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya ya kutambua wananchi wa eneo hili kama wananchi halisi wa Jamhuri ya Kenya. Na yeye ndiye ameamua kwa hiari yake ya kwamba mambo ya maendeleo yatekelezwa katika kila pembe ya nchi, hii area yetu ikiwa moja yao. Kwa hivyo sisi hatuna budi ila tukiendelea mbele tushikane na Mheshimiwa Rais William Ruto, tumsaidie apate tamu yake ya pili ili maendeleo ya eneo hili endelee kusonga mbele. Jomanyisowa ni Wawere Ruto must tell us the option. Sindio? Ukituambia ya kwamba tusiunge mkono Mheshimiwa Ruto, hebu tueleze tuunge mkono nani? Nani ambaye ametuonyesha ya kwamba ni rafiki yetu? Na hatuwezi sahau ile usaidizi Mheshimiwa Rais William Ruto alipenda kwa baba yetu Raila Amolo Odinga mwaka 2007. Wakati Mheshimiwa Raila alikuwa karibu sana kuchukua hatamu wa uongozi wa nchi hii, Mheshimiwa Ruto alikuwa mbele na akatueleza ya kwamba yeye pamoja na jamii yake wana urafiki wa ukweli. Koro washmastima ema chakogo kende matikogo uinja waseketo pesa moromo e county ma Siaya, to waketo pesa bende moromo e constituency ma Ugunja. Problem mantie and the slow pace ma contractors. To marariyo en uzembe mag jofisa mag tich makambi. Aneno kise biro kacha. Senyisogi ni kapaka o kaendi to chandruok masio makaendi orum. To mogi en kanga o kaendi tinyaka ng'i wachu. Bas, na hata mwisho wa statement yake kuna kitu anaongea kwa Kijaluo ambao maybe kwa mtu ambaye haelewi. Amemaliza kuongea na akasema lazima atawapea kitu. So kitu cha kwanza yeye mwenyewe alipiga hesabu akaona ni sehemu gani anaweza akaenda. Na akaissue statement bila kupigwa kelele yoyote, kwa sababu niamini kilichofanyika ni kitu ambacho kitakuja kusumbua watu wengi sana. Umeelewa? Na hali ilivyokuwa ngumu, mabadiliko kwenye bei ya mafuta lazima yatabadilisha mambo mengi sana, na ni vitu ambavyo tunapatana navyo kila siku. Yani tukiamka lazima unasafiri, lazima uende kazi, lazima ununue nini, lazima usafirishe vitu vya kwako na mambo kama hayo, mtazamaji wangu. Nimeshtuka sana Wandai anasema kwamba tumefanya tu kitu na ndio maana hata haijapanda. Yani kwake yeye haijapanda sana. Umeelewa? Yani kuna kitu amefanya, yani kumbe hata ingepanda zaidi. Kumbe ingepanda zaidi. Wamekuwa wakituambia kabisa tusiwasikilize viongozi wa upinzani, kwa sababu viongozi wa upinzani inavyoeleweka kwamba na wao pia wanataka nafasi hiyo hiyo ambao wanashikilia sasa hivi. Wanaweza wakaongea vitu vya uongo ili na wao waonekane wabaya. Ukweli ni kwamba wiki mbili zilizopita upinzani, nimemsikiliza Malala, nimemsikiliza Ndindi Nyoro, nimemsikiliza Rigathi Gachagua, nimewasikiliza viongozi wa upinzani wengi sana before hata historia mafuta bei kupanda na vitu kama hivyo, wakituambia namna ambavyo wanapanga, na very soon Wakenya watashuhudia, umeelewa, ongezeko la bei ya mafuta. And leo hii bila kupoteza wakati, United Opposition ikiongozwa na kina Rigathi, Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Eugene Justin, wote kabisa walizungumza na waandishi wa habari, waliongea na vyombo vya habari, na pale wakatuambia vitu vingi sana ambavyo nina uhakika kwa upande wa serikali hawajaipokea vizuri, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo sisi kama wananchi tulikuwa tunafichwa kwenye swala hili hapa la ongezeko la bei ya mafuta, mtazamaji wangu. Kwa hiyo
mimi nina statement nzima kabisa hapa ya Rigathi Gachagua, kwa hiyo naomba tuipitie ndo uelewe baadhi ya vitu vingine ambavyo hawawezi wakaruhusu kama serikali wewe ujue kipindi hiki hapa ambacho bei ya mafuta imepanda. Ndo tuendelee. Thank you very much. This is a press statement by the United Alternative Government on the fuel scandal in our country, Kenya. Patriotic Kenyans, today we wish to draw the attention of Kenyans to one of the greatest fuel scandals in the history of independent Kenya. We have deliberately taken time to look into the oil scandal that has hit Kenya in the hope that the government of President William Ruto would be kind to the people of Kenya and save them from further agony. Little was it forgotten to us that Kenyans are on the and the entire energy value chain is completely a criminal enterprise under William Ruto. We wish to state as follows. On Thursday, the 2nd of April 2026, Kenyans were treated to dramatic arrests of former PS State Department of Petroleum, Mr. Mohamed Liban, Mr. Daniel Kipto, former DG EPRA, and Mr. Joe Sang, former MD Kenya Pipeline Corporation. On 4th April 2026, a public statement made by William Ruto meant to hoodwink and fool the people of Kenya. He argued that oil cartels had been crushed to a halt. Further, he strongly stated as follows: that the international oil companies, IOCs, had not declared their inability to perform their obligations under contract. Yet we know that there was official communication requesting a contract review and price adjustment following the Middle East crisis. That the trio had resigned, yet they were forced to resign during the Easter weekend while still under police custody. That the 3 accused persons would be charged in a court of law for various offenses. The 3 international oil companies, IOCs, in the so-called G2G arrangements are Saudi Aramco, they supply diesel and super petrol; Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, they supply diesel and jet fuel; and Emirates National Oil Company, ENOC, they supply super petrol. These IOCs supply and distribute fuel through 6 hand-picked local oil marketing companies. But what was being hidden from the public was the real culprits of this scandal. The team leader of this oil scandal is William Ruto, Felix Koskei, and the abroad-based expert, the CS for Energy and Petroleum, Mr. Opiyo Wandayi. And a local company, which is a nominee of the international oil companies, IOCs, awarded under the so-called G2G framework. While the crisis in the Middle East brought about the conflict of the USA and Iran, William Ruto saw a big business opportunity to fleece Kenyans, as he has always done. Kenyans will recall the Brazil maize scandal of 2009 when William Ruto was the Minister for Agriculture, and he was fired by the then Prime Minister, the late Right Honorable Raila Odinga. Truly, you can't change the character of a man. In the so-called G2G arrangement, Gulf Energy, William Ruto's proxy, via a letter dated 21st March 2026, addressed with then PS State Department of Petroleum, Mr. Liban Mohamed, confirmed their inability to supply fuel and triggered a delivery default. Note that Gulf Energy supplies 4 out of 6, or 67% of the monthly fuel cargoes, leaving the other 5 oil marketing companies to supply the balance of 20%, or 2 cargoes imported under the so-called G2G framework. Since the IOCs in the so-called G2G framework agreement could not evacuate fuel through Strait of Hormuz and had communicated
their inability to perform their contractual obligations, triggering a delivery default. The three government officers invoked relevant provisions of the Petroleum Importation Regulations 2023 and implemented a government directive issued by the National Security Council Committee via the letter dated 9th March 2026, reference number OP CAB 3/55A, to explore and implement strategies to diversify petroleum import sources beyond single region, reducing dependency and enhancing national energy security. As such, the above decision was implemented. On 18th March 2026, the State Department of Petroleum, a meeting of the Vessel Alignment Committee, which was chaired by one Joseph Wafula, was held to review the supply position and replenishment plan. The meeting was attended by 13 local oil marketing companies. During this meeting, it was recognized that there is a likely shortage or supply of petroleum products, and in accordance with Clause 21, Petroleum Import Regulations 2023, the 13 oil marketing companies were invited to submit an expression of interest for the emergency supply of contingency fuel stocks for delivery on or before 28th to 30th March 2026. It is important to note that only 4 of the 13 oil marketing companies submitted their bids within the stipulated timeframe. The awards for the supply of emergency contingency stocks was duly awarded to the 2 lowest technically compliant oil marketing board bidders, with the condition that the supply required a quality waiver from Kenya National Bureau of Standards, KEBS. Note, this was also in line with Clause 8.1 Petroleum Import Regulations 2023, an international best practice as seen in other countries who had relaxed fuel specifications following the effects of the Middle East crisis. Subsequently, via the letter dated 28th March 2026, reference MITI/CS/Volume 1/Waiver Number 3, signed by Honorable Lee Kinyanjui, CS Minister of Investment, Trade and Industry, addressed to the Honorable P.O. Wandai, granted waiver for oxygenates, manganese, sulfur, and benzene parameters in the KSES 158/2025. The following companies were awarded, who are the 2 lowest bidders: 1 Petroleum and Oryx. These were contingency cargoes with delivery dates on or before 30th March 2026. Their supply position was to provide fuel cover for 2 weeks, thus ensuring product availability during the Easter holidays. But where is the mischief of the oil cartels? William Ruto was well appraised of all these processes and procedures. All the directives were issued by the National Security Council Committee, chaired by Head of Public Service Felix Koskei, Ruto's errand boy. After William Ruto got a brief that Gulf Energy's bid was knocked out on technical grounds and the competitors had gotten their letters of award, he issued clear instructions that Gulf Energy bids be affixed to the procurement process and awarded with immediate effect. Gulf Energy submitted their bids 3 days later, on 23rd March 2026, after the awards had been executed. Their delivery was for the 8th to 15th April 2026, which was 10 days past the preferred date range of 28th March to 2nd April 2026. The bid of Gulf Energy was rejected by the Vessel Alignment Committee, State Department of Petroleum. This being William Ruto's proxy company that supplies 80% of monthly cargoes. He exercised political power. Characteristic of him, this is when the head started rolling. He knew that he had lost profit worth billions of shillings. Through a remarkable architecture, conman attitude, William Ruto orchestrated a terrible propaganda that the fuel supplied was substandard despite the comprehensive compliance due process followed by the gallant then government officers. To date, the 3 arrested Kenyans, P.S. Liban,
DG EPRA and MD Kenya Pipeline Company have had no charges preferred on them. Why? They had no case to answer as they followed and applied the law strictly. The real culprits in this scandal are William Ruto and his broad-based expert, the Honorable Opiyo Wandayi. Concurrently and maliciously, on the night of 5th and 6th April 2026, as this drama was being executed, William Ruto dispatched a high-power delegation led by CS Wandayi, Acting CEO EPRA Engineer Joseph Okech, and other senior government officials together with Gulf Energy to renegotiate new pricing with the international oil companies whose nominated agent is Gulf Energy, a proxy of William Ruto. These prices were negotiated in Dubai, and if you recall, that is why Opiyo Wandayi was not available when he was summoned by Parliament, as he was negotiating these prices in Dubai to take into consideration the profit of William Ruto in the new price structure. Kenyans now have to pay for the greed and business of William Ruto, not only on the pump, but across all sectors of the economy. Yesterday night, they increased prices of super petroleum by Kenya shillings 28.69 and diesel by Kenya shillings 40.3 per litre, a historic high since Kenya's independence. You recall 2 weeks ago I announced the price increase of 40 because I had information from the team that was negotiating in Dubai on behalf of William Ruto and his people. Following the April 14, 2026 price adjustment, Mr. William Ruto will earn a profit of Kenya shillings 5 per every litre consumed by the people of Kenya, or the equivalent of 2.5 billion Kenya shillings, from the 500 million litres to be supplied for the region's consumption. Since the inception of the so-called G2G agreement, Mr. William Ruto has earned a cool 30 billion shillings in profit from the supply of petroleum products to the region. During the COVID pandemic period and the onset of the Ukraine-Russian war, the then government of the day took measures to cushion the welfare of its citizens, whereas today the William Ruto regime has taken advantage of the Middle East crisis to load their profit on the local palm price to the detriment of Kenyan citizens. We have one question to ask William Ruto. The emergency contingency stocks were procured in accordance with the Petroleum Act 2019. They were done in accordance with the Petroleum Import Regulations 2023, the Open Tender Agreement Terms and Conditions 2023, and the Kenya Bureau of Standards waiver, and the Kenya National Security Council Committee resolutions issued on 9th March 2026. What crime have these three officers committed? Therefore, then, we demand as follows. Mr. William Ruto, leave being on top of the vehicles, as you have always done to lecture the people of Kenya. You must now make hard decisions for the future. Mr. William, this is the time Kenyans are demanding that you immediately stop living your dream and utopia and face reality and put Wanjiku first. Mr. William Ruto, you must immediately direct the Speaker of the National Assembly, your sycophant, to convene a special sitting of Parliament within 7 days to address the following urgent issues, failure to which the united government shall call for national mass action. 1, to cancel the so-called government-to-government petroleum framework, as it involves hard-picked oil marketing companies that represent the William Ruto interests. In any case, the commercial frameworks between William Ruto and private international companies. We want to explain that this is not government-to-government. This is government companies in the Middle East. In normal circumstances, if it was government-to-government, these Middle East companies would be working either with NOC or with the Kenya Pipeline Company, not private companies owned by William Ruto. So there is nothing like government-to-government deal. It is government to William Ruto proxies and companies. We unequivocally demand for the immediate resignation for Energy and Petroleum, Mr. Opiyo Wandayi, for the fuel scandal and lying under the oath to the National Assembly Committee.
We also demand the resignation of Lee Kinyanjui for being complicit and being part of this scandal. We want to ask to suspend the implementation of the National Infrastructure Fund and use the proceeds collected from the sale of equity in Safaricom PLC and Kenya Pipeline Corporation to cushion wananchi from the adverse socio-economic effects of the April 2026 historic fuel price adjustment. On taxation relief to Kenyans, we demand the suspension of the road maintenance levy that was increased from 18 shillings to 25 shillings per every litre of fuel. We also demand the suspension of the affordable housing levy. We also demand the suspension of unwarranted NSSF deductions that are punitive and are used to finance President William Ruto's single-sourced infrastructure projects. We also demand that Parliament remove VAT on fuel products. We are saying on behalf of the people of Kenya that that is a irreducible minimum. And if there is no action taken on the part of William Ruto, we shall announce further measures to the people of Kenya to force William Ruto and the National Assembly to act in the best interest of the people of Kenya. Thank you. Asanteni sana United Opposition kwa taarifa hiyo. Nimemwona pia Ndindi Nyoro ameelezea kwa pale ofisi yake pale, waandishi wa habari walifika pale na akawa anaielezea vizuri kabisa. Nadhani tutakuja kuiweka hiyo video mbele, kwa sababu tukiweka hapa inaweza kawa ndefu kidogo mtazamaji wangu. Nataka tumalizie kwa baadhi ya changamoto ambazo tulikuwa tunapitia baada ya ongezeko la bei ya mafuta, na kitu cha kwanza ambacho naweza nikazungumzia ni cost of living. Unajua gharama ya maisha lazima itapanda kwa sababu mafuta ni kama engine ya economy. Umenipata Ndo dereva, yani ndo kitu kikubwa kabisa ambacho kina saidia sehemu mbalimbali. Umenielewa? Sasa unakutaga bei ya mafuta ikipanda, cost of living lazima inapanda, na cost of living kuna vitu vingi sana. Kuna vyakula, kuna hata stima, kuna services kadha wa kadha, kwa sababu sasa hivi petroli kama umeiongeza na shilingi 27 au shilingi 28 na senti 69, afu diesel wakaiongezea na shilingi 40 na senti zingine hapo 30. Hapa lazima vitu vitapanda. Umenielewa? Sasa hapa ndo tunazungumzia ordinary citizens. Inabidi una spend zaidi ili usurvive. Lakini hapo kwa kuspend zaidi, kibarua kinakuja wakati huwezi ukapata zaidi ya ambacho waga unapata. Sasa you can imagine ambayo huwa unapata kila siku, huwa bado ndo inakupa kibarua kigumu sana kuendelea kusurvive namna ambavyo inatakikana. Namna ambavyo inatakikana sio kwa kubwa sana, lakini namna ambavyo inatakikana you can imagine. Sasa niambie, umeongezewa kitu alafu wewe kwa ambacho waga unapata haijaongezeka. So inabidi una strain mtazamaji wangu. Inakuwa ni vigumu sana. So rising cost of living hiyo lazima tunapatana nayo kama wananchi wa kawaida. Lakini pia swala la usafirishaji. Tuanze na public transport. Watu wengi sana sisi tunatumia magari kwenda maofisi, kwenda kwenye mabiashara zetu. Unanielewa? Tunatumia matatu, tunatumia mabasi, tunatumia maboda. Yani umeelewa? So directly unakuta at some point tuna depend kwa hiyo mafuta. Kutoka hapa mpaka sehemu mafuta hiyo. Hata pale ambapo wewe unaenda kununua nyama, unanunua mboga, unataka kununua nini, imeletwa mpaka hapo. Umeelewa? Na imeletwa mpaka hapo kwa kutumia pikipiki, kwa kutumia matatu, kwa kutumia lori. So unakuta inakuwa ni vigumu kidogo kwa hata masuala ya barabara hapo. Swala la transport inakuwa ni vigumu sana mtazamaji. Daily commuting, yani sio kila unaweza kutembea, lakini sio distance hiyo ambao maybe unatoka hapa mpaka town kila siku kwenda kurudi, inakuwa ni stress sana mtazamaji wangu, na itabidi this time round watu wafanye nini? Watu watembee. Swala la chakula, fuel ina affect hiyo, the entire supply chain ina affect, kwa sababu kutoka kwenye shamba kwenda kwenye soko, mafuta ikishaongezeka, wanaoendesha na wao wanaingia kwenye mifuko zaidi kununua mafuta.
mpaka wanakufikishia sokoni lazima watakuwa wamekuchaji hela nyingi sana. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunatumia kila siku, na hivi ni vitu ambavyo vinakuwa transported kila siku kama unga, mboga, maziwa, umeelewa? Hata ukiingia sasa hivi kwenye supermarket itabidi wameongeza bei, kwa sababu nao usipoongeza bei inamaanisha utaenda hasara fulani, umeelewa mtazamaji wangu? So kitu cha 4 ambacho pia naweza nikazungumza ni kwamba reduce household purchasing power. Unajua with the higher spending of fuel and essentials, households have less money for savings or other needs. So unakutaga many families tayari they are feeling that financial strain. So inabidi muishi, tunasemaga lower standards za kuishi sasa, unapata. Hapa ndo unakutaga sasa inabidi umaskini unaongezeka kwa sababu mwezi mkakula mara 3, unakula maybe mara 1 au mara 2, au hiyo ya pili haizi kawa strong, mtazamaji wangu. Kitu kingine ambacho pia hapa lazima tutapambana nayo ni cooperate business. Sasa hivi itakuwa ni vigumu sana. Cooperate biashara inaweza kawa ni vigumu sana, kwa sababu hata makampuni, industries, wana depend hapo kwa swala la mafuta, kwa sababu vitu vinasafirishwa, kuna logistics, umeelewa? So operational expenses cooperate yenyewe, kazi lazima inakuwa ni ngumu sana. Talking about economic growth, hatuwezi tukasonga, inabidi kuna namna ambavyo tunakwama, tunaenda polepole kabisa, kwa sababu hata data ambazo ni recent zinaonyesha kwamba biashara yani ukiangalia zinaendelea kwa weak day by day, kwa sababu high cost of things, kusafirisha na nini na mambo kama hayo, unakuta mfanyabiashara mwenyewe anapitia muda mgumu sana, mtazamaji wangu. But again ndo kipindi ambacho unakutaga hata hizi petrol stations zinafungwa, makampuni hawana hela nzuri ya kulipa wafanyikazi, inabidi naye mfanyikazi afukuzwe kazi, kwa sababu sasa itakuwaje? Mwenye kampuni inabidi afukuze, ndo kampuni survive, umeelewa? Kwa sababu hawezi kulipa kila mtu, at the end of the day anaweza akaenda hasara, mtazamaji wangu. So sasa hivi tunavyozungumza hata mambo za debts na nini, unakuta unajua hapa unaona swala la VAT toka 16 imerudi mpaka 13. To government often subsidizes fuel or reduces taxes. So loss of government revenue at some point inaonekana hapa, kwa sababu sasa hapa kuna more borrowing, and hii hapa lazima inatuongezea madeni kabisa. So of course public dissatisfaction, high fuel prices tayari imesha trigger public anger and political criticism. Sasa hivi kesho utasikia protest, mistrust in leadership, political instability. Shida ndo hizo sasa zinakuwa ziko nyingi sana, mtazamaji wangu. So mambo ni mengi, sehemu nyingi ambazo zimekuwa affected. Kama kuna kitu kingine ambacho maybe unaweza kuzungumza, unaweza kuongezea, you can do that kupitia hapa chini kwenye sehemu ya comments. Lakini kikubwa zaidi, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.